Natumaini wote ni wazima. Mimi kwa majina naitwa Matilda Jared, ni mtaalamu wa masuala ya kilimo, hususan mboga pamoja na viungo na vikolezo. Lakini pia nilikuwa nikijihusisha na masuala ya kufanya uzalishaji kwenye kitalu nyumba au screen houses au greenhouse. Na hivyo kupitia project hii ya agrotourism pia tumeona kwamba ni eneo ambalo pia tunaweza tukashirikiana na wadau tofauti ili kuweza kufanya kitu ambacho kina impact kubwa cha kuweza kuwasaidia vijana, lakini pia na jamii kwa ujumla, huku tukiendelea kutengeneza kipato ambacho kitaweza kutufaisha sisi kwa ujumla. Hivyo basi niko na mwenzangu hapa anaitwa Haji, atajitambulisha. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya greenhouse construction from scratch mpaka complete ile greenhouse structure kabisa kwa ujumla, na ataweza kutueleza components zinazohusika katika kutengeneza greenhouse na nini mpaka mwisho. Nashukuru. Asante sana. Habari ya asubuhi. Kwa majina naitwa Minhaj Shaban. Nimefurahi kuungana na nyinyi asubuhi ya leo. Nimejifunza kitu kipya, pia kupata mawazo mapya kutoka kwa profesa. Mimi ni mtaalamu wa mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, hasa drip line, kuna mapond liner kwa kufugia samaki na kuhifadhia maji, pia vile kwenye greenhouse ama screen house. Kwenye greenhouse sana leo ndio kitu ambacho tunaenda kuongelea na kuelezana vitu ambavyo vinaweza vikafanyika kwenye greenhouse. Kwenye greenhouse tuna aina mbili za greenhouse, ambapo kuna greenhouse ya venti na ya dumu. Ya venti inakuwa kwa juu, kuna sehemu ya net inaingiza hewa, na hii ya dumu inakuwa ina arc ya moja kwa moja. Kwa hiyo greenhouse ambayo tunajenga sisi juu inakuwa na karatasi ambayo tunaita UVA plastiki ya micron 200. Micron 200 ukileta kwenye milimita ni kama 0.2 milimita. Hiyo ndio ambayo tunatumia kwenye hizo screen house. Kwa pembeni tunatumia neti. Neti ambazo tunatumia, kuna ambazo tunazalisha Tanzania na kuna ambazo zinatoka Israeli. Kwa hiyo kwenye greenhouse kuna size tofauti kwenye hizo aina mbili, hiyo ya venti na hii ya dumu. Kuna ndogo kabisa standard ni mita 8 kwa 15, size ya kati mita 8 kwa 30, na kuna 16 kwa 30, ambapo hiyo inakuwa na juu inakuwa na double roof, lakini katikati inakuwa pia na gata, lakini kwa ndani ni moja, ambapo hiyo sasa una uwezo wa kuweka matuta 12, na kwenye kila baada ya mita 8 kuna matuta 6. Hiyo ndo kubwa, inakuwa na matuta 12, ambapo tunaenda kujenga sasa kwenye hizi size, sio mita 8 kwa 15 wala 16 kwa 30. Hapa tuongelee ya greenhouse ya 8 kwa 30. Hii inakuwa na matuta 6. Matuta 6, lakini una uwezo wa kuotesha double lines kwenye kila tuta. Kwa kama ni nyanya, tuta linakuwa na upana wa mita 1, unaweza kuotesha nyanya kwenye mistari miwili kwenye tuta. Na spacing sasa kama za miche, labda utaweka spacing ya distance ya ya 0.50 ama 60. Hiyo ndio itakufanya miche ndio itadetermine kufanyaje miche itakayoingia kwenye greenhouse kutokana na spacing utakaoweka. Ila mara nyingi kuanzia 50 ama 60 kama unalima nyanya ama zile pilipili. Sisi ni pilipili. Mifano yako yote ielekeze kwenye pilipili hoho. Kila kitu, mawazo yetu yote ni hayo, tumekariri maisha. Sasa na kwenye hii greenhouse pia ina mfumo wa umwagiliaji. Kwa lazima tuweke na tanki pembeni ambapo la lita 2000.
na maana kuna mfumo wa umwagiliaji kabisa. Wewe hakuna kushika pipe kwa kumwagilia, ni una control tu kwa kutumia gate valve kutoka kwenye source yako ya maji ambayo ni tanki. Kwa unafungua maji yanaenda kwenye greenhouse, wewe unaendelea na shughuli nyingine. Vile vile kuna kitu tunaita crop support. Ambapo crop support kuna waya tunaziita galvanized wire, au tunazifunga juu ya katikati ya karatasi na usawa wa ardhi hapa juu. Tunazifunga hizo kwa ajili kama ni hoho, kuna kamba utaifunga kutoka kwenye mche kwenda juu kwenye hiyo crop support ambayo ni galvanized wire. Nadhani kama mlishaenda field mtakuwa mmeona hizo kuna kamba zimenani. Na material ambayo tunatumia hasa kwenye chuma ni galvanized. Sema galvanized ina maana ni zile chuma ambazo hazipati kutu. Kwa ni kitu ambacho inadumu na kujenga greenhouse. Na hisi pia unatakiwa yani kuitumia. Yani unaweza ukajenga afu usipoitumia ukaona ukahisi kila ukamwambia mtu mwingine greenhouse ni hasara, kumbe wewe mwenyewe tu ndio hujawa serious. Ni kama umenunua gari alafu labda hauiendeshi kwa usahihi. Kwa lazima kuwa na wataalamu pia wazuri ambao kwenye masuala ya mazao wa kusimamia, hasa agronomist, na maana ndio utaona hizo outcomes za greenhouse. Vinginevyo utanipa mila kwamba ni hasara, kumbe wewe ndio hujitumia. Labda kama kuna maswali hapa, nimekuja na baadhi ya vifaa ambavyo tunatumia. Profesa jana kuna niuliza kuhusu masuala ya neti kwa mkazo mwingi sana. Hii ndo ya Israeli. Hii ni neti ya Israeli. Israeli wewe. Sio isikia Israeli mtoa roho mwanangu. Hii hapa ni A to Z. Ambapo ni lock hii ni A to Z. A to Z wewe. Nyumbani tu mwanangu. Inawezekana nauza shilingi 2200 nani Julai au ngapi? Sijajua bei. Hapa hii tunaita profile. Na hii zigzag wire. Profile ndo tunatumia kwa pembeni kubania neti na karatasi. Tunaziunganisha kwa pamoja, tunabana. Hii inakuwa complete, inakuwa na mita 4, inakuwa na hizi zigzag za mita 2, pisi 2. Kwa hiyo ukisema complete profile inakuwa na mita 4 na zigzag 2 za mita 2. Kwa hiyo kwenye kama ni 30 greenhouse kwa upande mmoja unagawa tu 30 gawanya kwa 4. Kwa hiyo itapata ni profile ngapi? 4 kama 8. 8. Kwa hiyo upande mwingine 8, afu kuna kwenye haki huko hivi ndio nani profile. Inaweza kuja na galvanized pipe ambayo ile nani chini imekuja pia na ile plastiki. Hii hapa ambayo ndio tunatumia kwenye top. Ndio thickness yake sasa ndio hiyo micron 200. Kuna aina mbili. Kuna hii clear na yellow. Ambayo ndio hapo. Hii yellow hii kwenye mazingira kama ya ukanda wa pwani mara nyingi natumika hii ya yellow. Lakini kwa huku Arusha natumia hii clear. Na zote na haziwezi kuathiriwa na jua. Micron. Japo kuna chini ya micron 150, lakini natumia micron 200 thickness yake. Hapa kama kuna maswali naweza kuuliza sana. Kwa nini umetueleza kwamba chini unaweka neti juu karatasi? Kwa nini ile chini neti juu karatasi? Kwa nini sio neti yote ya kwanza? Kwa nini sio juu neti chini karatasi? Cha kwanza, hii karatasi ina uwezo wa kuingiza kiwango kizuri. Kwanza faida ya greenhouse kwanza. Tuende kwenye faida kwanza ya greenhouse. Cha kwanza, mmea haupati maji ambayo
sio rasmi kama ya mvua, umeona. Alafu kingine unavuna kwa muda mrefu. Kingine pia unapata mazao mengi, umeona. Alafu pia ni quality, umeona. Sasa ukija kwenye juu karatasi na kwa nini pembeni neti? Neti ni kwa ajili ya kuzuia wadudu na kuingiza hewa, kwa sababu mmea pia unahitaji hivyo vitu. Na juu hii pia ina kiwango kizuri, yani jua sio ile ambayo inayoenda direct, wewe itapunguzwa na hii hapa hii UVA plastic. Kwa hiyo ndo kwa juu tunaweka hii, kwa sababu hii pia ina kiwango kizuri kwa ajili cha jua, inaingiza kiwango kizuri cha jua cha mwanga kwa ajili ya mmea. Kwa hiyo juu tunaweka karatasi kwa sababu hiyo, na kuzuia maji ambayo sio rasmi kama mvua, kwa sababu hii net pia inapitisha maji. Kuna net house hizo inategemea sana, labda watu ambao labda wanafuga nini, kuna hii project ya kama nzi chuma, unaweza ukaweka hiyo nani. Lakini kwa hizi screen house ni nani, hiyo juu karatasi, pembeni net. Nimeridhika na majibu yangu namalizia na niongeza ya swali. Yale maji unapoyafungulia kwenye pipeline, unajuaje kama ametosha mmea wako, au unafungulia tu kwa time dakika 10 ndio utafungulia, au utafunga ndani ya dakika 10? Kwa mfano unapoanza siku ya kwanza tuta itakuwa ni kavu. Kwa hiyo kadri unapozidi kumwagilia, yani hautatumia muda mrefu sana, maana utaona tuta limelowana. Lakini siku ya kwanza unaweza ukatumia muda mrefu, kwa sababu ndio unaanza labda kwa drip line nusu saa hapo utaona tuta lote kwa hiyo utaona hiki kiwango kinatosha kwa ajili ya ya mmea wako. Lakini siku nyingine kwa sababu unamwagilia mara kwa mara, labda kwa wiki mara ngapi, mara 3, mara 4, kwa ni muda mfupi tu utaona mmea wako inatosheleza kwa maji yanatosha kwa ajili ya mmea wako. Labda swali langu kwamba kwa hizi nylon umetutofautisha kwamba kuna inayotumika maeneo ya pwani na kwa upande wa huku sasa kama Arusha. Unasema Arusha ni nyeupe na ile kule ni maeneo ya pwani. Nini inafanya iwe tofauti? Yaani kitumia ile kwa Arusha itafaa? Inafaa, japo hii sehemu ambapo kuna joto sana. Japo kuna sehemu pia yenye joto sana, tunaikaga shade net katikati ya hizi crop support. Unaweza sasa kuna shade net ambayo inaingiza, kwa mfano kuna screen house ambayo tunajenga kule maeneo ya Mandela, tumeiwekea hiyo tumeweka shade net kwa sababu wana utafiti wao wanafanya mitari, kwa wanahitaji pia tuwekee na hiyo shade net, kwa sababu wao wanataka hivyo. Lakini kwa huku hivi hatuwekaji sana hiyo shade net. Unaweza ukaweka hii afu ukaweka upande wa sawa pwani, unaweka hii ya yellow afu unaweza ukaweka kwa sababu kuna joto sana. Kwa hii upitishaji wako wa mwanga sio sana kama hii hapa. Kwa Arusha huko hali hewa inaruhusu sana hii hapa ni kama au mazao yako, labda mwingine labda anataka ni maua ni nini, hataki mwanga sana, ndo anaweza atumie. Swali langu liko hapo kwenye neti. Umetuambia kuna neti aina 2. Ndio. Ambayo ni hapa Tanzania, kwa maana ndio Sunflag. Sio Sunflag bana. Ni wapi? Sema A to Z. A to Z oye. Hapo kuna hiyo ya Israeli. Sasa wewe kama mtaalamu hapo unashauri tutumie neti ipi? Mimi kama mtaalamu, neti zote hapa hizi mbili ni nzuri. Zote ni nzuri. Sema sasa hii ya Israeli ndio walioanza
Umeona? Alafu yenyewe ina ile meshi yake ni ndogo zaidi kulinganisha na itaje kwa namba ngapi kwa ngapi? Kama hii hapa ni 04 A to Z. Hii ni maana yake 0.4 mm. No. Kama 40 meshi, hii ni 50. This one is 40 mesh. Ambayo kwa pole size ni kiasi gani umesema? Milimita ngapi? 0.0 hizi inaitwa 04. Kwa hiyo bado hujajua ni milimita ngapi hizi? 04 ambao ni hii ndio 05 meshi ya 40, hii ni meshi ya 50. Kwa hiyo meshi na ma hivi vitundu hivi. Kwa matundu yake haya ni madogo kulinganisha na. Kwa hapo kuna hatari mdudu anaweza kapita? So rahisi. Kwenye hii A to Z hapiti. Okay. Hapiti. Wale wadogo wao meupe yale hapiti kweli? Hapiti. Okay. Hapiti kwa sababu wewe unauza au hapiti kwa sababu hapiti? So kwamba hii kwanza unaona hii kwa sababu ni nani inauzwa cheap kulinganisha na hii. Wow. Fantastic. Kwa hiyo mimi kwa utaalamu wangu ukitumia hii hapa inapendeza zaidi. Sawa. Lakini hata hii sio mbaya kwa sababu eti ni loko. Sawa. Okay. Sawa. Okay. Mm. Na bei zake ni vipi kwa square meter kwa sasa mwaka 2025? Kama hii hapa 2500 kwa mita. Kwa square meter. Square meter 2500. Hii hapa 1400. Hii hapa 1400. Karibu double wanangu. 1400 ingejaa 1500 si ni double kabisa. Kwa hiyo bei ni kama mara mbili. Na kwa hiyo greenhouse ipi inatosha size gani hiyo 8 kwa 30? Hapo tutahitaji kama mita kwa sababu 30 mara mbili. Yaani huku na kule afu 8 mara 4. Kwa hiyo ni kama 60 kama mita 100 pamoja na entry porch. Mita 100. Kwa hiyo height sasa kwa sababu kama greenhouse tutaweka na skirting ukipata net ya upana wa mita 3 kwa 100 hiyo inatosha. Ambayo sasa inakuwa kama mita 300. No. Jumla yote. Square meter 300. Kwa hiyo square meter 300 kwa A to Z tukizidisha mara shingapi? 2500. Lakini mimi nafahamiana na jamaa zangu watanipa hata kwa 1000. Mimi nawafahamu. Mimi nafahamiana nao. Hii ni 750,000. Sawa. Kwa A to Z. Wanaume umesikia hiyo? 750,000. Na ile nyingine? Hii nyingine 4500. 4500. 4500. Hiyo ni 1,350,000. 1,350,000 oe. Mwanangu ngoma hiyo. Hapo ni ligi kuu tutaidiscuss nje ya kamera. Si ndio? Haya tutadiscuss huko nje ya kamera, makamanda wanakufuatilia. Haya, twende. Cha nyongeza ni kwamba ipi inadumu zaidi ni bora. Yaani zote hizi haina sio kwamba tukiandarate hizi za kwetu pia sio kwamba ni mbaya. Sababu hata hii hapa ndio ambao tunaweka pale nani. Okay, ndio mnayoitumia. Hapa. Hata hichi kipande nimekata kule hivi. Hawa jamaa zetu hao A to Z watu wa nyumbani kabisa. Hii ya net inaweza ikakata hii vya plastiki. Hii hapa inaweza ikakaa miaka 6. Plastiki inazuka. Yaani unaweza kubadilisha karatasi lakini net ubadilishe. Inakaa zinadunda tu. Vinginevyo labda kama imeingia nani vumbi unakuwa unaweza ukaosha pia ukatoa hizo nani kwa pembeni. Yaani karatasi inaweza ikaisha lakini hii net ipo bado. Nice. Safi sana. Umesikia wanangu? Hiyo hadi sio kwamba kwa sababu tena naipigia hiyo chapuo. Unaweza ukafanya sasa tafiti huko kwa watu ambao wameshajenga tayari. Mtu anavina usaki labda miaka 10 na kitu. Ukimuuliza cha kwanza kati ya ulichobadilisha hapa kati ya karatasi na net akwambia ni karatasi. Okay. Net ipo. Wow. Okay, good. Na hizi karatasi hamna za A to Z? Za to Z zipo lakini sio material yake. Tofauti. Ambayo bei yake nayo nafuu zaidi. Lakini so ni kama sulfate hivi. So nani kama nylon kama hiyo. Wanangu tungepata vitu vyote hivi nyumbani bei singekuwa nafuu sana. Okay. Haya jamani, kinginecho? Swali lingine la mwisho au la mwisho kama sio mwisho. Mtu sio kasema nilitaka kuuliza sio nini.
Dan? Jamani nimeeleweka, tunaenda shambani. Niongezee. Hapo kati ya hizo neti mbili hatuwezi tukaongezea na ya tatu ambapo akakaa huyu Ufaransa. Ufaransa sina experience nayo, sijawahi kunani. Okay. Okay. Za Ufaransa tuanza kuuza sisi. Napenda pia nizione. Nani kama mnazi nione. Labda au ina hakuna yenye muonekano kati ya hizi hapa na kati ya jamaa amesikia mahali tu kwenye redio mbao bana, wewe potezea. Haya, twende. Swali lingine? Na wewe mwanangu? Ningependa kuuliza kuhusiana na hiyo matengenezo ya greenhouse. Kwa gharama zake. Gharama za kutengeneza greenhouse. Kuna gharama za kwenye video hapa, kuna gharama zile za nje ya video, si ndio hivyo? Haya, unaeleza ipi, ya ndani ya video au nje ya video? Naeleza ya ndani. Haya, washa moto. Nani hapa? Maana yake ni tofauti kwamba standard price ikoje. Unajua kuna mazunguko ya nyumbani, umbea bana nipunguzie. Unakuwa na tank kila 2000. Unakuwa na stand yake. Unakuwa na hiyo structure ambayo ni galvanized pipe, zile pipes. Alafu unakuwa na hizi net na karatasi, mfumo wa umwagiliaji. Entry porch ni kale ka kibanda kwa ajili ya kusanitize ingie ndani ya greenhouse. Kale kana kuepo na kenye. Hiyo ni milioni na crop support milioni 13 kwa yote. Kwa hiyo wanangu, na milioni 13 zako unanyanyuka na dude hapo. Na kwa uzoefu wako, pilipili zinazolimwa humo kwa mwaka naweza nikaingiza shilingi ngapi roughly? Usiende kwenye hesabu za ndani sana. Kwenye masuala ya, kwa sababu hizi hoho rangi nadhani zinauzwa kwa kilo. Sasa kwa sidhani kama hiyo mwaka mzima lazima kwa hiyo miezi utakayovuna labda ni mwachie mtaalamu. Bingwa yuko hapo. Kabla hajaja mtaalamu, tumalizane yanamhusu. Umetuambia kila kitu hapo. Ni wewe unashughulika nayo mambo yote, kuanzia kutengeneza greenhouse, kuweka hizo pipes na nini, sisi tunakuja na mbegu tunaweka. Yaani kuanzia hiyo kuandaa hiyo structure na nini, irrigation pia. Kila kitu. Labda ni nani tu zote mimi. Kinacho na ninyi ni matuta tu. Na yote mtafuata ile pipe irrigation. Nyinyi ndio mtapiga hayo matuta. Okay, na kuweka zile na miche ni nyinyi. Okay. Miche ni. Kwa hiyo ikifika time ya kufunga zile nani, utakuja utufungia au unafunga sisi? Time of inafungwa kabla. Inafungwa kabla. Piga matuta nini kamba. Kamba sasa nyinyi mtakuwa hii inayotoka kwenye mche kuja hapo. Hiyo. Kwa hiyo sisi tutadili tu na miche na yaani kuanzia sasa kwenye uotesha hapo unaanza kuotesha. Hapo kuhusu mimi hapo itakuwa labda nije kuwa kutembelea kuona mnaendeleaje, lakini vinginevyo ni agronomist sasa. Ama kama nyewe mna elimu sasa ndo mnakuwa hivyo vitu mnavifanya. Akituoteshea kila kitu si anachukua na matunda wanangu. Anakuja kuvuna. Haya, kinginecho? Tumemaliza hilo. Sasa hebu tuende kwenye swali la economic benefit ya hii kitu. Is it true kwamba kuna bonge la hela huko au sisi tuna mawazo ya nani ya kusadikika? Karibu sana mtaalamu, tueleze kidogo hesabu ulizonazo kwa kawaida roughly na kuaje. Najua biashara za shamba inaweza isiwe hivyo lakini inachezea hivi. Yaani tusitegemee kupata trilioni 1 hapo. Lakini angalau 10,000 hatukosi. Kama ambapo mtaalamu amekwisha kueleza hapo, alikuwa anaelezea aina moja ya structure. Zipo aina tofauti, lakini tukiwa tunaongelea hizi greenhouses ni aina ya tunasema ni protected cultivation. Yaani tunafanya kilimo ambacho tuna protect mazao. Tofauti na kama mtu ambaye atalima nje, kunakuwa na
yani mimea yake inakuwa exposed zaidi kwenye magonjwa na wadudu na hata mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa. Hivyo unakuta kwamba saa zingine unajikuta kipindi ambacho kilikuwa ni cha msimu ambapo ulikuwa unatakiwa ulime, unashangaa kunakuwa na jua kali. Umeona? Lakini kwenye greenhouse unakuwa tayari umeshai condition miche yako inakuwa katika ile environment, wewe ndio unayeamua. Kwa hiyo unaweza kaamua kwamba leo unafunga maji. Mimea yangu inahitaji, yani maji unyevu uliopo kwenye mimea yangu inautosha mimea yangu kukua, kwa sababu tunasema kwamba mimea pia ina uhitaji wake wa maji. Kunakuwa na ile plants zina specific water requirement zake. Kila mmea unayo. Kwa hiyo saa zingine kwa sisi ambao labda wakulima ambao tumeshazoea kulima kwa njia ya mifereji, wewe utakuwa kila siku unaenda unafungulia. Ukiangalia kwa juu unasema hapa pamekauka sana, inabidi nifanyaje? Ninyeshe. Lakini unakuta kwamba mmea hauhitaji hata hayo maji. Kwa hiyo unakuta sasa una over irrigate. Na unapata sasa exposure ya magonjwa kama hayo ya dumping off, mimea inaoza, umeona? Kunakuwa na conditions kama hizo. Lakini kwenye greenhouse au protected environment unaona kwamba you can control the environment for your plants. Kwa sababu tayari you have the knowledge, unajua kwamba labda nyanya yangu water requirement yake labda ni kiasi cha milimita au lita 3 kwa siku. Umeona? Kwa hiyo inatosha mmea wako. Kwa sababu kwa mfano kama ile ukishapanda ile miche ikiwa midogo, hauwezi kila siku ukaa unaifanyaje? Una-irrigate. Lazima kuna kipindi ambapo utauacha kwa sababu tayari unaanza kusurvive wenyewe. Mmea umeshakuwa mkubwa, umeshaanza kuzaa matunda. Pia hapo hata afeti yake ya maji inakuwa ipo haiwi tena juu sana, kwa sababu sasa hivi mizizi imeshakuwa mikubwa, ina uwezo wa kutafuta maji deep zaidi. Umeona? Yeah. Kwa hiyo kuna screen houses lakini pia kuna greenhouses. Kwenye screen houses ndo kama structure ambayo ameelezea Haji. Lakini kwenye greenhouse sasa unakuta sasa ndo zile ambazo ziko mechanized. You can control kuanzia giza, una control light, una control temperature, you control everything, yani kwamba yani inakuwa automated, tofauti sasa na kama screen house ambayo yenyewe ile kidogo kunakuwa na hewa na nini hivyo. Lakini kwenye zile greenhouses zenyewe unakuta zingine ziko made of glass kabisa. So you control kila kitu, na moisture, temperature, darkness. Ndio mfano tunasema kama kwenye dark ni kama hao ambao wanazalisha maua, ambao akiwa anataka apate shoots unakuta lazima, au kama ni ile aina ya mimea ambayo unataka sasa ni unategemea to harvest maybe roots, unakuwa umefanyaje? Unatengeneza mazingira ya giza ili kwamba mizizi iweze kutengenezeka mingi. Umeona? So hiyo ni kwenye upande wa hizo structures, zipo za aina tofauti. Alafu pia kuna zile ambazo wamesema kuna shade nets. Kwenye shade nets zenyewe inakuwa sasa lote lipo limetengenezwa kwa neti, ambazo sasa zenyewe pia zinakuwa za micron tofauti. Kuna ambazo unakuta shade net imetengenezwa na neti ya nyeusi, nadhani nimeshawahi kuona, au neti ya kijani, hivyo depending on the crop. Kwa hiyo unakuta mfano kama kwa wale ambao wanafanya labda hydroponic system kwenye outdoor, unakuta sasa wenyewe wanakuwa wamezicover na zile black shade nets kwa ajili ya kupunguza kiwango cha nini, cha jua kisiweze kuathiri mimea. Alafu pia kwa wale ambao sasa wanatengeneza labda nursery structures, zile nursery za kuzalisha matunda au miche ya mboga, unakuta sasa wanatumia hizo shade nets kwa ajili ya kucover miche yao ili kwamba isiweze kufanyaje, kupata athari ya jua au ya mvua. Lakini zile shade nets hazizuii 100% mvua kwa sababu ni neti na matundu, isipokuwa ina control tu zile mwanga wa jua kwa kiasi chake. Sawa? Alafu turudi sasa kwenye economic benefits za kulima sweet pepper kwenye screen house. Economic benefit ipo, lakini within the first year unaweza usibreak even ile nanili yako, profit yako in the first year or 2 years depending. Kama you have one screen house, pia inaweza isiwe rahisi uone matokeo yake kwa wakati huo. Umeona? Mfano kwa screen house ambao I was working on ilikuwa ina ukubwa wa mita 8
kwa 16 ambapo approximately inaingia miche kama 390. Kama ukibana spacing kidogo inaingia miche mpaka 400 kasoro, tuseme labda 383 au 88 inaingia. Kwa hiyo kwa spacing kama hiyo, na kwamba kumbuka pia unapolima kwenye greenhouse hauta control 100% ya magonjwa, kwa sababu kuna vectors tunaingia mara kwa mara. Umetoka sehemu fulani umeingia, unakuwa umepeleka magonjwa, au ule mlango ukisahau kufungua pia ni outlet pia ya kuingiza wadudu kwenye kwenye greenhouse. So ili kuweza lazima utaingia cost ya kuweza kucontrol pests and diseases. Kuna wadudu wa aina tofauti ambao wanaingia, na pia sasa hivi wadudu wameshakuwa smart. Wengine wanatokea kwenye udongo, they are starting to adapt kutokea kuishi kwenye mimea, pia wanakuwa kwenye udongo. So inabidi kitu cha msingi unapokuwa umeanza sasa kulea mmea wako, na mmea wako ili uwe na afya zaidi, tunaanzia kwenye kitalu. You have to start from a nursery, ambapo kuna pia aina tofauti za nursery. Kuna nurseries za kawaida ambazo tumezoea za kitalu cha chini, lakini kuna nurseries za kutumia seedling trays. Unatumia trays kwa ajili ya kuraise miche yako. Kwa hiyo afya ya mmea wako inaanzia kwenye kitalu. Kama ukipeleka mimea ambayo ni weak kwenye kitalu, do not expect good yields pia, kwa sababu mtoto hata anapokuwa, kama ukimlea vibaya, hata ukubwani atakuwa na zile characters zake. So from the nursery you need to start taking care and managing your seedlings well, na pia transplant them at the right time. Transplant pia ukachelewa, ukawa mmea wako umeovergrow, pia hata behavior yake itachange kidogo inapoenda kwenye field. Kwa right transplanting time, alafu right management practices. Unaweka mbolea kwa wakati sahihi, unapiga madawa kwa wakati sahihi. So after kuhamisha mimea yako shambani, you need to do scouting. Usije ukasema leo siendi shambani, jana niliona mimea inaenda vizuri. Kipindi ambacho una relax ndio kipindi ambacho unexpected pests can come in your site without you knowing. Sawa? So you need to do scouting activities, kuangalia. Na pia hoho pale inapokuwa inakuwa, inapoanza kutoa maua, kuna lile ua la kwanza, king fruit. Lile ni ua ambalo unatakiwa ulitoe mapema. Ukiliacha kusema kwamba nimeshaanza kuona matunda, at the end of the day yule king fruit atakaa pale, matunda mengine yanapoendelea kutoka, ananyonya chakula, kwa sababu yeye ndio mtoto wa kwanza na yuko karibu. So atakula, yani like a lot of the food will go to the first fruit. So mwanzoni pale utakuta king fruits zipo nyingi, zinaweza zikakuuma kuzitoa, lakini you need to remove them ili kwamba uweze kufanyaje kupata yield nzuri. Alafu pia kuna kitu cha kufanya pruning. You need to prune. Unaweza ukaona maote yako mengi ukasema this is, yani sasa hapa, yani haya maote yote yakibeba matunda, this is money. No, you need to prune. Kuprune inatusaidia pia kupunguza, ili kusiwe na competition between the fruits, lakini itasaidia kuwa na even production ya matunda yako. Sawa? Kwa hiyo kuna hatua zote za mwanzo lazima uzizingatie, kuanzia mbolea ya kwanza ya kupandia, mbolea ya kukuzia, mbolea ya maua na mbolea ya matunda, mpaka kufikia hatua yako ya kuvuna. Sawa? Yeah. Kwa hiyo as you begin utaanza kuvuna kilo. Kwa experience ambayo nilikuwa nayo, the first harvest tunaweza kupata almost kilo mpaka 200 ya red and yellow. Kwa hiyo square meter ambayo nimewaambia ya greenhouse ya mita 8 kwa 16. Sawa? Yeah. Kwa hiyo 200 kg, lakini as you continue to harvest yield yako pia inakuwa inaongezeka, kwa sababu usije ukaanza kuvuna ukaacha kuweka mbolea. Mbolea ni ya msingi, na ukianza kuvuna usije ukafikiria kwamba unaepukana na madawa. You still have to protect your plants ili uweze kupata good yields. Kwa approximately mpaka tumemaliza tulipata kilo 1000. Sawa?
Yeah. So we can calculate sasa kutoka kwenye screen house ya mita ngapi? Ya 8 kwa 30 na idadi ya matuta tulionayo na plant spacing, tukalculate population ambao ya mimea ambayo itakuwepo kwenye nyumba yetu. Approximately sasa kwenye kila mche zinatofautiana mbegu. Makampuni ya mbegu yako tofauti yanayozalisha aina za mbegu za hizi za pilipili hoho za rangi. Kwa hiyo kuna ambayo mmea mmoja unaweza kuvuna kilo kuanzia 4 na kuendelea kutoka kwenye mmea mmoja approximately. Sawa? Yeah. Kwa hiyo ndo estimation ambayo iko hapo kwenye nini? Kwenye production ya hizo sweet pepper. Sio nimejibu sahihi. Kilo 4 kwa mche mmoja. Mpaka lifetime yake mpaka siku unang'olewa. Na miche inaingia kama mingapi kwenye ya kwetu ya 8 kwa 30? Roughly. Spacing ya sentimita 40 au 50? 40. Haya. Haya. Fanya 45. Okay. So 30 kabisa. Sababu kuna njia kama 29 28. 28 kwa 0.4. 28 gani kwa 0.4? 28 ni ngapi hapo? 70 kwenye nani moja. 7. Mara mbili kwenye tuta. Kwa 140. 140 tuta moja. 140 mara 6. Miche kama 840. Kwa hiyo hicho kitu chetu kina uwezo kuingiza miti kama 840, si ndio? Tukizidisha kwa kilo 4 wastani tutapata kilo 3360. Sawa? Kilo moja inauzwa shilingi ngapi sasa hivi? Sasa hivi kilo kwa bei sasa ya shambani, kwa sababu bei ya shambani afu kuna bei ya tuseme ya shambani. Kwa bei ya shambani inategemea, inaweza ikawa 1400. Tuweke hiyo 1400. Kwa hiyo tumepata 3360 mara 1400. Hii ni milioni 13,440,000. Imerudi haijarudi? Haijarudi. Mwaka wa kwanza huu. Si ndio? Na mwaka unajaa? Si hicho kitu sio cha mwaka mzima. Bado kuna zao lingine utapanda, sweet melon hapo hujazisia mwaka, si ndio? Kwa hiyo sweet melon nayo itatuletea hela. Kwa hiyo kwa mwaka inaelekea hela yetu itarudi. Sema hela yetu itarudi. Tukiwa serious. Wanangu tutakuwa serious. Kwa kuwa tutakuwa serious, hela yetu itarudi. Amen. Basi mwaka moja sisi tuko kwenye mafunzo, tutafuata hizo kanuni zote, tuhakikishe kwamba ndani ya mwaka moja hela yetu imerudi. Sasa ikirudi, si mwaka unaofuata ni faida sasa. Hapo tuangalie tunarudisha hela ipi sasa ya screen house, kwa sababu pia tunatumia mbolea. Mbolea nasikia sio sana kama ukifanyia kwenye screen house. Kwa hiyo kwa mkulima anayetusikiliza hapa, akifanya kama tuseme akajiwekea miaka 3 hivi. Atakuwa ametulia kwenye biashara, ameshaielewa, atahangaika ndani ya miaka 3. Baada ya hapo njia imenyooka, si ndio? Na anaongeza sasa. Na kuongeza hizo screen house. Kumbe zikiwa nyingi pia faida inaongezeka. Zinajiminya huko. So sasa ataishia moja. Ziwe 3, 4, 5, 100. Sasa ni sehemu zime nani zinaweza zikafika hata 10 na kitu. Sawa. Basi sisi tunafuatilia, tuko very serious. Kuna lingine la mwisho jamani, kabla wataalamu wetu hawajatupeleka shambani tukafanye vitu sasa. Hapo tumeona approximately cost ya screen house ambayo ni kama 13 million. Sasa kwenye handling ya kuanzia ndani kwa nursery mpaka kuja kuvuna, zile operation cost za shambani tunaweza tukapiga kwa makadirio kiasi gani? Na drip irrigation pia Yes, yani kwenye cost zile za uendeshaji wa shamba kuanzia umeotesha mbegu mpaka umemaliza kuvuna, tunaweza tukafikia gharama kiasi gani ili tujirudishe na ile screen house studio moja kwa moja mtu anatakiwa kuwa na kiasi gani kwa kuanzia maisha. Sasa hapo itategemea kwanza aina ya mbegu. Kama tumesha calculate kwamba hapo tunahitaji kama miche 1000
Ndio. Kwa sababu lazima tuwe na miche extra ya deep filling hivi. Yeah. Kwa hiyo miche 1000. So unapo source seed yako, bei ya mbegu ni shilingi ngapi? Utanunua labda ni gramu ngapi? Unaona? Cha top quality sasa hivi za hizo sweet pepper ni shilingi ngapi kwa sasa mwaka 2025? Kama ile ya kina kulea ni Rizwan, si Rizwan? Yeah, Rizwan. Rizwan, Rizwan. Mbegu yangu na nimetoka. Shilingi sio 22,700 kwa 100, punje 100 zile. 100 zinauzwa 100 hybrid inakuwa hybrid inakuwa hiyo ni gani? Hebu angalie na mimi simamishe kidogo hapa video yangu. Okay, kwa hizo mbegu zinauzwaje sasa? Okay. According to price list yao. Sawa? I'm not sure kama ndio iko updated, lakini wao wanauza mbegu kwa mbegu moja. Ambao cost ya mbegu moja ni mfano sasa kwa variety ambayo tukisema tunalima hii hoho nyekundu pasarela, price yake ni shilingi 269 mbegu moja. Mbegu moja shilingi 200. Okay. Kwa hiyo sio 270 kwa kama 200 inaenda 270. 69 ya 220 na ngapi huko? Nani 269. 270 huko. Sawa. Okay. 270 kwa pact. Kwa hiyo tutahitaji pact 10 inakuwa kama hiyo ni ndio zote hizo 1000. Kwa hiyo tukitaka mbegu 1000 kwenye shilingi 200,000 na kitu tuseme 300,000 ili tusisahau hesabu. Kuna natoyo wa kuleta na nani? 300,000 hoye. Kwa hiyo kwa 300,000 tumepanda 8 kwa 30. Wanangu 900,000 inatuhusu hapo. Kwa hizo 3 zote za majaribio. Moja halisi, nyingine ya shikaji, nyingine wazi. Kwa hapo means tutakuwa na mbegu miche 500 ya hoho za red na 500 za yellow. Za njano, sawa. Sawa. Basi hili limeishia hapo. Kuna swali lingine tofauti na maswali yote tuliyouliza duniani? Tunataka tuende shambani sasa, tutoke kwenye magorofa. Tutoke kwenye gorofa tuende shambani. Sawa wanangu? Limeisha hilo? Tuko tayari? Na swali. Swali. Kwa hiyo hii miche yenu mtaizalishia wapi? Humo shambani. Tunanunua mbegu, tunaenda kuweka kwenye tray kama ulivyotuelekeza kwenye matray. Nasari za tray hizo. Utatuelekeza kila kitu. Na hiyo ya kusema sui mdudu haingii kwetu kule haingii. Masharti tutakayoweka ni kama waganga wa kienyeji. Sema waganga wa kienyeji. Yaani kutakuwa na viatu vya kuingia ndani, vya kwako unaacha nje huko. Kuna vya kuingia huko, kuna nini, kuna kuvaa overall ile na kuna kuvaa gloves. Hatutaki watu wachafu katatuharibia biashara. Wanangu semeni. Kwanza atuelekeze jinsi wakati tunazisia zile mbegu. Mazingira yake ni ya kwenye greenhouse huko ndani humo au yanasio katika open space kama hiyo? Kwanza kwa sababu pia wakati unatengeneza hiyo nasari yako, kwanza lazima udongo pia ambao utatumia, usije ukatumia tu udongo holela. Kuna udongo ambao special uko treated, lakini pia kuna local method pia ya kuweza kusterilize udongo wako kwa ajili ya matumizi ya kuzalishia miche. Kwa zipo hizo njia mbili. Kwa kama tunaweza kuafford kununua hizo soil media moja kwa moja, kuna coco peat au kuna peat moss, kati ya hizo zinakuwa ziko already sterilized kwa ajili ya ama kama growing media. Au unaweza kutumia sasa local udongo wako, unaenda kutafuta ile forest soil vizuri, alafu kuna method sasa. Unaweza kupika udongo wako kwa moto vizuri, jinsi tunataka conserve environment. Either hivyo au ukatumia a more advanced method kwa kutumia steam. Unatumia steam kwa ajili ya treat udongo wako. Okay. So mazingira yako lazima pia uhakikishe ni masafi.
Kama ni kwenye seedling unajaza matray yako, at least utamaliza karatasi kama hii chini vizuri, uweke tray lako sasa, ujaze udongo vizuri, kisha udongo umejaa vizuri, alafu sasa ndio uanze kuweka mbegu zako, unafunika vizuri, unaziacha zikisha anza kujeminate, unazifunua, then zinaanza kugrow. Na ni baada ya muda gani tangu kwenye hizo? Tangu upande mpaka ifae sasa kwenda kutransplant? Inachukuaga almost kama wiki 4. Kwa hiyo mwezi mmoja unatuhusu wanangu. Mwezi mmoja wa kuotesha hiyo kitu. Kwa hiyo inabidi faster. Hii shughuli uende ianze kesho. Inasubiri mpaka greenhouse ikamilika au inaweza kaendelea tu? Inaweza kabla ya nani ya wakati greenhouse inajengwa. Huku tuendelee mbegu ziendelee kukua. Hatuna muda wa kupoteza wanangu, tunahitaji pesa. Safi sana. Tunaweza tuka-calculate kwa sababu tunasema kuna kitu inaitwa crop calendar. Tuna calculate kuanzia seedling, kuanzia sowing, transplanting date, harvesting, hivyo fertilizer application nini mpaka unafika kwenye harvesting. Kwa hiyo unaweza kutengeneza crop calendar yako ukaanza. Huko unaweka zile activity, unaanza sowing, kama tukao tujajiandaa na project, lakini unaweza crop calendar yako huko unaweka activities, timeline yake kuanzia sowing, transplanting, fertilizer application nini, alafu unakuwa umeweka hizo dates au weeks zako. Kwa hiyo unaweza kutengeneza either calendar ya kuanzia kwa hiyo timeline yetu ambayo tumepiga calculation kwamba labda tutatumia miezi 6 mpaka tunaanza kuvuna. Miezi 6 tutakuwa tushaanza kuvuna. Umeona? Yako tunaweka hizo tuna arrange kwamba hapa sowing wiki fulani mpaka wiki fulani, transplanting we expecting labda time fulani tutakuwa tukisha transplant. Fertilizer yetu ya kwanza tutaweka after 2 weeks, 14 days. Kwa tunakuwa tumesha calculate. Na uaga timeline mara nyingi sana ya kuweka mbolea ni every after 14 days. After every 2 weeks unaweka mbolea kulingana na uhitaji sasa wa mmea wako. Wanangu umesikia hiyo? Sisi ndio mabingwa wa haya mambo. Matheory hayo sisi ndio tumebobea huko. Yaani tunafuata kila neno linalosemwa kama waganga wa kienyeji. Kwa raundi hii ya kwanza. Hata kama baadaye huko tutajidai wababe, lakini safari hii tuwe wanyenyekevu wa moyo kufuata kila nukta anayofundisha. Kwa hiyo utatupa hiyo ramani, hiyo timetable tutaifuatilia. Tarehe hiyo ikifika tukumbushane. Tuivishe angalau raundi moja kitaalam ili tunapotoa ushauri, tutoe ushauri ambao unaeleweka. Si ndio jamani? Tusije tukawa mislead watu. Dunia inatufuatilia hapa. Hizi video zinaenda mpaka Mexico. Kule Nicaragua, Nicaragua oye. Haya, twende. Mimi nilikuwa nataka kuuliza ushauri wa kitaalamu kutoka kwa sababu hapo wengi wanajifunza na ndo wanaanza, wengi hawajawahi hicho kilimo experience ukifanya. Kama mtaalamu unashauri kwa mwanzoni, mfano hivi ulivyoelezea, wenyewe wafanye wenyewe au wawepo mtaalamu ambaye atawaelekeza ili baadaye wenyewe adapt, yani kwamba wametoka kwenye maelezo yako wenyewe ndo wakafanya. Sasa angalia video, baada ya miezi 3 tuweke hiki, tu transplant hizo, pruning, scouting hizo, au wawe na mtaalamu yule ambaye atawaelekeza, alafu kwa vitendo. Sasa sio kwa sababu hapa si kwa maneno, kwa vitendo wawepo kula anasimamia na waelekeza kila hatua, then baadaye ndio wenyewe waende, au wafanye kama wenyewe kwamba wamepata maelezo ya elimu ya hivyo afu wakafanya. Okay. Ushauri wa kitaalamu. Vyote vinaweza vikawa applicable kulingana tu na kwanza uthubutu wetu wa kuweza kutaka kufanya hivyo. Lakini pia ni vizuri pale mwanzoni ukapata ile guidance ya mtu ambaye anakuwa anakuelekeza, pia kukuonyesha kwamba hapa pruning inafanyika hivi na labda mbolea, namna ya application rate inakuaje, kwa sababu saa zingine ukifuata pia application rate inaweza ikawa inakupeleka tofauti kulingana labda na uhitaji wa mmea muda huo. Umeona? Kwa hiyo pia ni vizuri kukaa na mtaalamu ambaye anatoa maelekezo ambayo yanaweza kusaidia ili kuweza kufanya na kuelewa vizuri zaidi. Sababu saa zingine pia unaweza kusema unaenda kufanya mwenyewe, alafu mwisho wa siku kwaje ukamlaumu kwamba mbona alituambia tufanye hivi na hivi, alafu kumbe baadaye unakuja kuangalia unakuta kwamba you are doing it wrongly. Umeona? Yeah. So kwa sababu tunaanza kujifunza, seeing is believing, and pia doing
inakupa practice ile kwamba unajua kwamba pruning inafanyika hivi. So next time unakuta unaingia season nyingine, you are already masters in this thing na take off. Thank you. La muhimu documentation wanangu. Kila kitu kiandikwe. Hata kama hujaelekezwa na mtaalamu ulichokifanya, ukiandike ili tujue next time kama umechemsha tujue ulichemshia wapi. Si ndio wanangu? Andika. Yaani hapa leo nimemwagilia mara 2, andika 2. Nimemwagilia kwa masaa mangapi ili tujue wewe ndio ulituulia pilipili ulipe hela yetu. Tumemaliza? Jamani, labda kwa sababu kwa jinsi alivyozungumza naonesha kidogo kwanza kwa nasari, yani kule kuanzisha tu ile kitabu cha miche inaonekana kwamba inahitaji kidogo makini zaidi, labda ili kuondoa hasara kubwa, labda kupoteza zile mbegu, maana kuna pia kupoteza. Je, kuna suppliers, yani kuna ambao nyewe mna recommend kwamba mbegu chukueni sehemu fulani, ambao pia kule maana naamini kwamba wale pia watakuwa na ushauri kwamba hii mbegu unapoenda kuanzisha labda kuotesha, kama usipotumia udongo kama ulivyopendekeza, labda namna kutibu udongo wako ili uweke mbegu, labda ufanye hivi na hivi. Kuna masupplier ambao wanaweza kusaidia katika kutupa zile mbegu ambao kuaminika. Kampuni ya mbegu yako mengi. Kwa hiyo itategemeana tu na kwamba kama sisi tunamuona labda performance ya mbegu fulani, namna ambavyo umeperform, na pia kupitia exhibitions mbalimbali pia inakuwa ni platform yenyewe pia kuwa exposed na hizo seed companies. Lakini pia hata sisi tuna uwezo wa kuwa link na baadhi ya seed suppliers ambao tumeshafanya nao na tunaamini mbegu zao, tumeona matokeo yao vizuri, na pia wanaweza wakawapa advice ya namna ya kukuza miche ya Kwa sasa kama hapa hizi sweet pepper, kwanza tunanunua punje moja, yani mbegu moja ni shilingi 200, which is expensive. Tofauti na mbegu zingine. Na tena kama hizi sweet melon ukilima, mbegu yake ndio even more expensive, kwa sababu mbegu ya sweet melon ni shilingi 400. Unaona? So it's even higher. Kwa hiyo handling mbegu zako ili kwenda kuzalisha shambani ni kitu cha msingi, kwa sababu hizo ni hela ambazo umetumia hela kwa ajili ya kununua. So hata ukuaji wake lazima uzihandle vizuri. Na kwa maana hiyo ndio faida ya kuwa na ile seedling kitabu cha matray, kwa sababu it's easy kwanza kumonitor na kuona germination ya mbegu zako ambazo umezipanda, kwa sababu kwanza unakuwa na even distribution ya mbegu tofauti na kitabu cha chini ambapo unakuwa umezimwaga tu chini, alafu pia zinakuwa pia prone to disease and pests. So ni lazima uweze kuhandle miche yako vizuri kuanzia kwenye hatua ya kitalu. Kwa kama ni link na au seed suppliers, pia tutaweza kuwa link kwa kadri ya uwezo wetu na watu ambao tumekwisha kufanya nao kazi. Atupandi ndani ya greenhouse, tutapandia nje tu. Sio kwamba ndani ya greenhouse kwenye greenhouse ndio tunasia mbegu zetu, tunaweka kitray chetu, tunatesha, zinakuwa zinatoka, au tuko tu hapo tunaweka sasa tunazilindaje na hali ya hewa na mazingira, au ni ile kufunika kile zimefunua. Lazima pia utatengeneza, yani like ni vizuri ukawa na structure, yani nursery ambao sehemu ambacho utatengeneza kama kwenye mzee kule tulimkuta anawafanyia kwenye ile eneo lake la kuingilia kasehemu kale, amezipanda pale entry point porch. Ni namna ambavyo utaona inafaa, lakini sehemu ambayo itaweza kumprotect. Na zile tukaanza kwa tumeziweka kale kasehemu ka entrance ka kuingilia, tukazitoa sasa tukazipeleka katika shamba letu la kufeli kule nje. Vipi? Hakuna shamba litakalo feli. Lakini mbegu ndio hizo lazima tuzikuze kwa namna njema zote. Yaani kuwe na factor fulani vitu vinalingana. Mbegu zote zinalingana. Kila ili sio kaonea ombea huko hatujavuna sana, mbegu yenyewe mlioweka. Lakini labda prof ningeshauri tu hapo. Kwa sababu ni research. Fanyeni hivyo. Lakini kama mpo kwa ajili kila kitu mpate mnachotaka.
fanyeni kila kitu kwenye greenhouse. Kwa sababu gani? Kwa mfano kama ukiexpose, yani kwenye eneo ambalo ni wazi, ikatokea mvua, na kwa jinsi nilivyosikia kwamba hii mimea inahitaji kiasi fulani cha maji. Maana yake kwa mfano kwa mvua kama hii, maana yake ule mmea umeshazidiwa na maji. Maana yake kweli ile production haitakuwa sawa kabisa. Yaani inaweza kuwa kabisa ukaruzi hata pale. Sisi kama kwa sababu ni research kwa nini? Sawa. Kwa kuwa ni research tutafanya. Tunataka kuona ni kilimo nje inakuaje. Hii mimea ameumba Mungu ilikuwa ikue huko nje. Taratibu wake. Acha taa hapo Risiwani, acha Risiwani hapa wenyewe kuna wani sio na taa. Au milima nje wamefunika karatasi nylon nyeusi, wameweka miche ya mulching plastic. Umeona, lakini wenyewe sio greenhouse ile. Tutataka kushuhudia wenyewe, sisi tutakuwa mabingwa wa kutoa taarifa. Tutakuwa tunatoa haya masomo. Pia kuna varieties, mfano kama kampuni ya East West wana aina ya hoho ambayo unaweza ukalima nje na ukalima ndani. Na kama ukitaka unaweza ukailima ukavuna ikiwa red ambayo itabidi uisubiri sasa ikisha kwa green na change kwa red. Kwa pia ina depend na variety. Okay. Haya jamani, naona hii movie yangu inajaza saa moja. Ngoja nimalizie hapa nje kidogo. Haya. We are done with our training for today. It is day 13 of our training. We are here in Arusha and this is a Nano Filter Hotel. Today is the 21st of May 2025. So please subscribe and follow us to see the progress of what is going on. Ingia humo utaona stage kwa stage tunavyoenda. Sasa hivi tunaenda shambani, mahali fulani sio mbali sana na hapo chini tunaenda shambani. We are going to the farm now and we are going to implement this. Keep connected. My name is Hilonga. Asante sana.